Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ashhadu annahu qad ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihi al-ghummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ndugu zangu, kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumeweza kufika maeneo haya kwa ajili ya kuhusiana, kutiana moyo na kukumbushana miongoni mwa mazuri ya Uislamu wetu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama amefanya jambo la nasaha kuwa ni msingi katika misingi ya dini pale aliposema ad-dinu nasiha, hakika si vinginevyo dini ni kunasihiana. Ametangulia Sheikh Anas kabla yangu, alikuwa akizungumzia umuhimu wa kusoma, na hasa elimu tunayokusudia ni ilmu shari' almustamaddu min kitabillahi tabaraka wa taala wa min sunnati rasulihi alayhi salatu wassalam. Elimu tunayokusudia ni hii elimu ya kisheria, elimu ya dini ambayo chimbuko lake ni kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka katika hadithi ama sunna za Bwana Mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam. Mko katika khiri ambayo ni kubwa sana Waislamu. Ingawa wanaosoma dini huonekana kama alivyosema Sheikh Anas kwamba ni watu waliofeli, ni watu ambao hawana future ya maisha, ni watu walioko chini, lakini hakika anayesoma dini ameinuliwa. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina. Allah huwainua kwa kitabu hichi baadhi ya watu, wale waliokisoma wakakifanyia kazi huinuliwa, lakini pia Allah anawashusha wengine kwa sababu ya kitabu hiki, kwa sababu hawakukisoma wala hawakuwa na mpango wa kukisoma. Mwanamke wa Kiislamu, tambua nafasi uliowekwa na Uislamu na ufahamu kwamba dini pekee iliyokuja kumkomboa mwanamke ni Uislamu peke yake. Na nyinyi mnasoma katika historia, katika asrul jahiliya ilikuwa mwanamke sio kitu chochote, alikuwa hana thamani kabisa. Hata baba anapofariki mwanamke alikuwa harithi, lakini pia mwanamke alikuwa anarithiwa kwa nguvu. Bwana amefariki, amemwacha mke, na huyu bwana aliyefariki ana ndugu zake, ana kaka zake, wadogo zake wa kiume. Ilikuwa mwanamke anarithiwa kwa nguvu kwamba huyu ni wangu, na inafika wakati mpaka wananyang'anyana, huyu ni wangu, na huna khiari ya kukataa. Wakati huo Uislamu kaja ukamkomboa mwanamke. Kumbuka mwanamke alikuwa, watu walikuwa wanaamiliana na mwanamke kama mali au mifugo. Ukiona kamfugo kako, ng'ombe au mbuzi, unakapeleka sokoni, unakauza, unapata pesa, unapata mali. Sasa mwanamke wakati ule alikuwa ni kama bidhaa, ni kama mfugo, anapelekwa sokoni, anaenda kuuzwa. Na mnafahamu bidhaa inapopelekwa sokoni inaangaliwa kila kona. Umeenda sokoni, umeenda kununua nguo yako, naigeuza huku, naigeuza huku, naibinua kidogo hivi, naishusha kidogo hivi, unaangalia material ya ile nguo. Ndio ilikuwa mwanamke wakati ule. Uislamu ukaja ukamkomboa mwanamke. Lakini ilifika wakati mwanamke alikuwa, mtoto wa kike anapozaliwa kwenye familia ni fedheha na ni aibu. Na kuna wakati mwingine anaenda kuzikwa akiwa hai. Na nyinyi mnasoma Qur'ani katika Suratut Takwir, Allah anasema wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. Na kumbukeni siku ambayo watoto wa kike watakapoulizwa, kwa nini mliuliwa? Kwani mlifanya kosa gani mpaka mkauliwa? Na wao watasema, Mola, sisi hatukujua kwa nini tuliuliwa. Tulizaliwa tukiwa wadogo, tukauliwa na wazazi wetu.
Na Allah amelizungumza katika sura nyingine kwamba ilifika wakati mtu anapopewa bishara, anapopewa taarifa kwamba mke wako kajifungua mtoto wa kike, alikuwa mtu paka anabadilika kwa hasira. Allah anasema wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ilifika wakati mtu anapopewa bishara kwamba mke wako bwana kajifungua mtoto wa kike, uso unabadilika kabisa kwa sababu ya hasira. Anabadilika kabisa kwa sababu ya hasira. Inakuwaje mke wangu anazaa mtoto wa kike? Kwa sababu kwa wakati ule mtoto wa kike ni fedheha na ni aibu. Qur'ani inasemaje? Yatawara minal qaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin au yadussuhu fi turab. Ikafika wakati mtu paka anajificha kwa watu wengine kwa sababu eti mke wake kazaa mtoto wa kike, anajificha kule mtaani watu wasimuone. Angalia fulani yule kapewa mtoto wa kike, ni fedheha. Mpaka ikafika wakati mtu anachagua moja kati ya mambo mawili. Ayumsikuhu ala hunin, ima aendelee kuishi na haka katoto ka kike lakini akiungulie kwenye moyo wake na akikasirika, au yadussuhu fi turabi, au anaenda kukafukia kwenye mchanga kana kufilia mbali huko. Hii ndio ilikuwa hali ya mwanamke kabla al-Islam. Lakini Uislamu ulipokuja ukaanza kumkomboa mwanamke hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza Allah akaanza kumkomboa mwanamke akiwa bado katika tumbo la mama yake. Allah anasemaje kule katika sura Shura kule? Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Allah, na Allah anaumba atakavyo na anakiumba akitakacho. Tena kwa rangi anayoitaka na kwa maumbo anayoyataka. Allah anaumba atakacho na anaumba kwa namna atakavyo. Alafu sikiliza, yahabu liman yashau inathan. Allah anampa katika waja wake amtakaye watoto wa kike watupu. Wa yahabu liman yashau dhukur. Na Allah anampa amtakaye katika waja wake watoto wa kiume watupu. Wakina nani wameanza kutajwa wa kwanza? Sasa ngoja nikupelekeni katika lugha ya Kiarabu. Nyinyi si wasomi bwana. Maana nyinyi tukiongea na nyinyi sio kama tunavyoongea na waumini kule msikitini. Ukisoma katika lugha ya Kiarabu katika masomo ya nahwu na masomo ya balagha, wanasema hivi: at-taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru wat-ta'khiru ma haqquhu at-taqdimu yadullu ala ihtimami wash-sharafi wal-awlawiyya. Hiyo kanuni tumeikuta katika lugha ya Kiarabu kwenye nahwu kule. Na kule kwenye balagha kuna mlango maalum unaitwa babu mutaalliqatul fi'li. Meufika huo mlango unasoma sana thano, balagha inasoma thano. Sijajua hapa Sheikh yake. Lakini balagha inasoma sana kule wapi? Kule thanawi. Lakini pia kanuni katika lugha ya Kiarabu ipo. Katika lugha ya Kiarabu kile kinachotangulizwa hali ya kuwa kilikuwa na haki ya kuchelewa lakini kikatangulizwa cha kwanza, ni kuonesha kwamba kitu hiki kimetwiliwa umuhimu na kina utukufu wa hali ya juu, lakini pia ndio kitu cha kwanza kutangulizwa. Hapo kwanza kutangulizwa ni nani? Kwa sababu hata katika maisha yetu tunayoishi siku zote katika lugha yetu ya Kiswahili, utasikia baba, mtoto anakuambia baba na mama, si ndivyo? Anayetangulizwa ni baba na. Siku ukisikia mtoto amesema mama na baba, hapo umejifunza nini? Maana yake huyu aliotangulizwa wa kwanza, wakati kisiku zote huwa anacheleweshwa, lakini kwenye hili ametangulizwa, inaonesha kwamba huyu mtu ni wa muhimu na huyu ni mtukufu na huyu ndio wa kwanza kutangulizwa kwa kabla ya wengine. Kwa hivyo hapa ameanza kutangulizwa mwanamke kwanza. Maana yake huyo mnayemuona ni dhalili katika maisha mnayoyaishi, mnawazika wakiwa hai, mnawauza kama mifugo, hawana thamani. Hawa mnawaona kwamba ni kitu cha kidhalili, mimi nawatanguliza wa kwanza kwa sababu ya umuhimu wao, kwa sababu ya utukufu wao, na kwa sababu kwamba hiki ndio kiumbe cha kwanza kiubora. Allah anampa amtakaye watoto wa kike watupu na anampa amtakaye watoto wa kiume watupu. Mfano wa manabii, ni nani alipewa watoto wa kike watupu katika manabii? Nataka mseme nyinyi. Lutu alayhi salam. Sawa Waislamu Na katika manabii aliyepewa watoto wa kiume watupu ni nani? Adamu, Ibrahim. Kwa hivyo Allah
anampa mtakaye watoto wa kike watupu na anampa mtakaye watoto wa kiume watupu. Hapa amemtanguliza mwanamke kwa sababu tayari ameanza kumwekea future ya kumkomboa mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza baada ya mtoto wa kike kashazaliwa, anasemaje katika hadithi? Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yawma alqiyamati ana wa huwa kahataini fil janna. Hadithi huwezi ukaikuta kwa wanaume. Yoyote atakayeruzukiwa mtoto wa kike akamsimamia vizuri, akamsomesha na akamlea malezi ambayo ni mazuri mpaka akabaleghe na akaolewa, akaenda zake, akaenda kwa mume wake, jaa yauma alqiyamati, huyu atakuja siku ya kiyama, ana wa huwa kahataini fil janna, mimi na yeye tutakuwa hivi peponi. Mtume akafungamanisha vidole hivi viwili, mimi na yeye tutakuwa hivi peponi. Kuna hadithi inayoeleza ukimlea mtoto wa kiume mpaka akaoa akaenda na familia yake, utakuwa na mtume hivi peponi. Hiyo hutoikuta. Kwa nini hutoikuta? Lakini kwa wanawake ipo. Maana yake ni mwanamke anatengenezewa mazingira ya kukombolewa, sio kumzika. Waleeni malezi mazuri, muwasomeshe, waleeni mpaka wabaleghe, waolewe, mimi nitakuja kuwa na nyinyi hivi peponi. Maana yake tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anamkomboa mwanamke. Lakini angalia, Mtume Allah subhanahu wa ta'ala amemkomboa mwanamke kama mke, na inatakiwa aheshimiwe kama mke. Usimdhalilishe, aheshimiwe kama mke. Allah anasemaje katika Qur'ani? Ishini na hao wanawake kwa wema jama, msiwadhalilisha. Hao ni viumbe watukufu, ni viumbe wenye nafasi za juu, msiwadhalilishe. Ishini nao kwa uzuri. Na kama itatokea kuna baadhi ya vitu fulani usivyovipenda kwa mwanamke, kuna vijitabia kwa mwanamke huvipendi, wewe vivumilie maadamu vinavumilika. Huenda mkakichukia kitu chochote, na huenda mkawachukia hao wanawake kwa sababu vijimambo vidogo vidogo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwa hao wanawake khairi ambazo ni kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwa uhusiana mwanamke aheshimiwe kama mke. In sahha alhadithu, Mtume anasema ma akramahunna illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. In sahha alhadithu, hakuna yoyote mwenye tabia ya kumkirimu mke wake, kumheshimu mke wake, isipokuwa mtu huyu atakuwa ni katika watu wazuri na waungwana sana. Kule mtu kumheshimu na kumtukuza mke wake na kumpa nafasi mke wake na kumdekeza, kwamba huyu ni katika watu waungwana sana na ni katika watu wazuri, ni katika watu wema sana. Lakini wama ahanahunna illa laimun, na hakuna mwenye tabia kuwadhalilisha na kuwaibisha na kuwafedhehesha wake zao, isipokuwa watu hawa ni wabaya, watu hawa wanakuwa ni washari sana. Hapa Uislamu bado unaendelea kudili na mwanamke, kumpa hadhi na heshima yake na kumuinua nafasi ambazo ni za juu. Laqad karrama alislamu almar'ata kal ummi, Uislamu umemheshimu mwanamke kama mama, umempa nafasi na hadhi ya mama, aheshimiwe kama mama. Huyu alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Mtume alikuja bwana mmoja kwa Mtume akamuuliza, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nas bihusni sahabati, katika riwaya nyingine man ahaqqu an-nas bihusni suhbati, ewe Mtume wa Allah, hivi ni nani mwenye haki zaidi mimi kumfanyia wema kuliko watu wote? Hapa duniani hapa kuna watu kibao, kuna watu wengi sana. Hivi ni nani ambaye mimi nina haki ya kumfanyia wema sana kuliko watu wote au ninaowaona? Faqala nabiyu sallallahu alayhi wasallam ummuka, Mtume akamwambia mama yako, mfanyie wema kuliko watu wote. Thumma qala, kisha akasema yule mtu, kisha akasema thumma man, kisha nani baada ya mama? Qala thumma ummuka, Mtume akamwambia mama yako. Mara ya ngapi? Ya pili. Qala thumma man, kisha nani baada ya mama? Qala ummuka, Mtume akamwambia mama yako. Ya ngapi? Qala, yule mtu akasema thumma man, kisha nani? Qala thumma abuka, kisha baba yako. Mara hapa nani katanguliza?
anaokombolewa na Uislamu. Nimalizie nukta ya mwisho. Kwenye hili nina vipengele vingi, lakini naomba nimalizie nukta ya mwisho. Uislamu umemkirimu na kumheshimu mwanamke kwa kumficha na kumwekea sitara, kwa sababu cha thamani hakipatikani bure bure nje nje. Si zamani walikuwa natembeza uchi, anapelekwa sokoni, unageuzwa kama kanguo kama mtumba, unageuzwa nyuma hivi, unageuzwa kwa mbele hivi hivyo, yani ili mnunuzi apende. Maana huwezi kuuzia mbuzi kwenye gunia. Na zamani wakati walikuwa wanatembea uchi kwa sababu ni biashara, ni watu wanauzwa kama wanavyouzwa mbuzi, ng'ombe na vitu kama hivyo. Sasa Uislamu ukaja kumheshimisha mwanamke, si mnawadhalilisha kuwatembeza uchi. Kwa sababu hivi ni viumbe vya thamani, nimeamua kuvithaminisha, kuvipa thamani. Uislamu ukaleta sitara maalum ya kukificha cha thamani, kwa sababu cha thamani hakipatikani nje nje. Allah anasemaje katika Qur'ani? Ya ayuha nabiyu, ewe mtume, kulli azwajika, waambia wake zako, wa banatika, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minina, na waumini wa kiume na waumini wa kike. Ni waambie nini ya Allah? Yudinina alaihinna min jalabibihinna, wavae mavazi gubi gubi kama nyinyi hivi. Ni macho tu yanaonekana hapa, sababu ni vya thamani. Yudinina alaihinna min jalabibihinna, wavae mavazi gubi gubi. Kwa Kiswahili cha shortcut, wakivaa mavazi ya gubi gubi au mavazi ya heshima na stara ya heshima, dhalika adna ayyurafna fala yuudhaina, itawafanya wao wajulikana, au ni wanawake watukufu, ni wanawake wa heshima. Hawa sio wachafu, sio malaya, sio makahaba, sio madanguru ya mtu kumwaga uchafu wake tu na kuondoka. Dhalika adna ayyurafna fala yuudhaina, kuvaa vizuri kutawafanya wajulikane ni wanawake tahara, wanawake wa heshima, hawatoudhiwa. Kuudhiwa hapo ni kuudhiwa vipi? Unakubakwa. Amsikii watu wanabakwa, lakini wanaobakwa ni watu wa namna gani? Mtu amevaa kasketi mpaka hapa, akiinama kuokota 200 aloidondosha, kila kitu kiko wazi, na bahati mbaya upepo ukitoka huku ulikotoka na Singida ni ya upepo, unakuja kukuta kako kiunoni huku mbali kabisa. Hivi huyu kijana ambaye ni barobaro, ambaye anasumbuliwa na matamanio na usiku wake kala maharage, ni nini kinatokea? Huyu lazima atabakwa tu, hakuna njia ya pili. Lakini mimi sijawahi kusikiaga mwanamke aliovaa nikabu yake na majilibabu yake kabako. Sijawahi sikia mimi. Nyinyi mliwahi kusikia? Kwanza yule barobaro mwenyewe na ushetani wake wote anajua yule, kwa sababu naona macho tu, labda hata anagobori ndani, hasogei. Na kama sio Muislamu anakuambiaje? Watu waliovaa gubigubi wabakiza macho wana majini kule ndani, ukijisogeza tu anakurushia jini. Hiyo nayo ni kinga, imekuokoa. Dhalika adna ayyurafna fala yuudhaina, wakivaa mavazi ya heshima na stara ya heshima, itawafanya wao wajulikane ni wanawake wa heshima, ni wanawake wa tahara, ni wanawake wenye adabu zao. Kwa hivyo hawawezi wakaudhiwa. Jamani Waislamu, cha thamani hakionekani nje nje. Wale kukuta Madina Tanzania nje nje hivi akielea, ingekuwa nje nje kuelea, kwanza ingekosa thamani. Yani madini yao hapa hivi Tanzania hapa, ukitoka tu hapo nje ya geti hapo, hii hapa Tanzania ingekosa thamani. Kwanza ingenunuliwa kilogramu 1 kwa 1000 ya Tanzania au 500. Sinaonekana nje nje hamna tabu. Lakini leo ukienda Mererani ili kuingia mgodini ni masafa marefu sana kwenda kuitafuta Tanzania. Ukitoka nayo gramu 5 au gramu ngapi, maana yake wewe ni mamilionea, kwa sababu ni kitu ambacho kinapatikana kwa tabu, na utatumia nguvu kubwa na juhudi kubwa kukitafuta ili ukipate. Kwa hivyo thamani yake inakuwa ni kubwa sana, kwa sababu hakipatikani ovyo ovyo. Uislamu ukamweka mwanamke katika mazingira ya heshima, kwa sababu cha thamani hakionekani hivi hivi. Umeenda kwa mantili, umekuta vitumbo viko wazi na manzi yuko juu ngwa ngwa ngwa, lakini vitumbo vingine vya hapa pembeni vimefunikwa vizuri, au vinaonekana viko kwenye kioo. Kama ni kabu zenu hizo, unaona tu kwenye kioo kwa mbali. Wewe unanunua vitumbo vipi? Uislamu umekukomboeni. Waislamu tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii. Kwa haya machache ndugu zangu, na kutokana na muda wetu pia, na kushukuruni sana kunisikiliza na kunipa nafasi yenu,
na kuyasema haya machache niliyoyasema. Nimshukuru shekhi wangu Sheikh Yakini hapa, licha ya kwamba tumetoka tulikotoka na huko ni mbali. Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la kheri, ampe umri mrefu, ampe afya ili aweze kuutumikia Uislamu na Waislamu. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.